Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuwa nami. Utakuwa nami Dr. Mniko, na siku ya leo tunaongea kuhusu kuongezewa damu, sababu zake, na damu hiyo inatolewa wapi, vipi usalama wake. Tunazungumza hapa na nani ambaye anapaswa kuongezewa damu. Karibu nami mpaka mwisho. Asante. Kuongezewa damu ni utaratibu wa kimatibabu wa kuwaongezea wahitaji damu iliyochangishwa kutoka kwa wadhamini mbalimbali ambao unakuta wanajitolea. Damu hii inaingizwa mwilini kupitia kwenye mishipa ya mkono. Utaratibu huu unaweza kuokoa maisha ya mtu aliyepoteza damu kwa sababu ya upasuaji, ajali au kwa sababu ya ugonjwa mwingine ambao umesababisha uzalishaji wa damu mwilini na kuwa umepungua. Kuongezewa damu kunafanyika ili kukidhi mahitaji ya damu kwa sababu damu ya huyu mgonjwa inakuwa imepungua. Kwa kawaida madaktari wanahitaji kukuongezea damu kama hemoglobin yako inapokuwa chini ya 7 gram per deciliter. Hii inamaanisha una upungufu mkubwa wa damu unaohitaji kurekebishwa mapema. Ila kwa sababu damu wakati mwingine inaweza isiwepo ya kutosha au inaweza kawa ngumu kupatikana, madaktari wanaweza kuamua kuitunza kwa ajili ya wagonjwa ambao wanahitaji zaidi, ambao unakuta wana hemoglobin chini ya 5 gram per deciliter. Kwa hiyo itahitajika na maamuzi yatakayofanya kwa busara ya daktari na kuangalia nani ambaye anahitaji hiyo damu zaidi, na akikosa atapata shida zaidi. Kwa hiyo usishangae hilo kama una chini ya 7 lakini bado huongezewi. Daktari anafanya maamuzi hiyo kwa kuangalia uhitaji zaidi. Kuongezea damu ni utaratibu salama, lakini kuna uwezekano wa matatizo kutokea. Unaweza kupata mzio unaoweza kusababisha vipele, kujikuna na homa, hasa unapokuwa labda umeongezewa damu ambayo sio ya kundi lako. Siku hizi ni nadra sana watu kupata maambukizi. Siku hizi damu inapimwa na kuhakikisha kwamba hakuna maambukizi yoyote, hakuna maambukizi ya homa ya ini, hakuna maambukizi ya virusi vya ukimwi, hakuna maambukizi mengine yoyote. Kwa hiyo inapimwa vizuri. Kwa hiyo sio rahisi mtu kuambukizwa magonjwa kwa kuongezewa damu. Damu yako itapimwa kabla ya kuongezewa damu ili kutambua kundi lako la damu. Inaweza kuwa A, inaweza kuwa B, inaweza kuwa AB, inaweza kuwa O. Lakini pia litapimwa kuangalia rhesus factor yako. Kwa mfano unaweza kuwa na rhesus chanya au rhesus hasi. Damu utakayoongezewa inapaswa kuendana kabisa na aina ya kundi lako, kwa sababu ukiongezewa damu ya kundi jingine unaweza ukapata mzio mkali na ikaleta matatizo. Unapokuwa unaongezewa damu hospitalini, utaratibu unaweza kuchukua kama saa 1 mpaka masaa 4 kutegemea tu na kiwango cha damu unachopaswa kupewa. Kwa hiyo wakati wa kuongezewa damu, sindano itaingizwa kwenye moja ya mishipa yako. Damu ambayo inakuwa imechangishwa kutoka kwa wafadhili na kutunzwa kwenye mifuko maalum itaingizwa kwenye mishipa kupitia mrija huu maalum uliokuwa umeungwa kwenye hiyo sindano. Utakuwa umekaa au umelala wakati utaratibu huu unakuwa unafanyika. Sasa muuguzi wakati unaongezewa atafuatilia hali yako wakati wote na wa huu utaratibu. Wakati wa kupewa damu, mwambie muuguzi kama una homa, unapata shida kupumua, unahisi baridi au kutetemeka sana, unawashwa au unahisi maumivu ya kifua au maumivu kwenye mgongo. Ukihisi dalili hii ni vizuri ukamwambia daktari wakati unaendelea kuongezwa ile damu. Baada ya kuongezewa damu, sindano na ule mrija vitaondolewa. Damu inaweza kuvia kwenye hiyo eneo ambao unakuta sindano imeingia, kwa usishangae sana, lakini baada ya siku kadhaa utakuta kwamba imeondoka na utakuwa umepata damu yako ya kutosha ili uweze kuendelea kuishi maisha mazuri. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.